Jambo na habari za asubuhi wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Kivu News Info. Tunakaribisha tena kuungana nasi katika matangazo yetu ya asubuhi ya leo, ikiwa tarehe 13 za mwezi wa 5 mwaka 2026, na tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuamsha salama katika asubuhi ya leo, kutupa pumzi na uhai, afya njema na fursa kuungana pamoja katika siku nyingine mpya. Ni neema kwamba kuwa miongoni mwa walio hai na kuweza kuanza siku hii tukiwa na matumaini mapya. Tunaendelea kuwasalimu wasikilizaji na watazamaji wetu walioko katika miji, vijiji na maeneo mbalimbali ya Kivu pamoja na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa ujumla, na hata walioko nje ya nchi waendelea kufuatilia Kivu News Info kupitia mitandao yetu ya kijamii. Basi tuendelea kuwatakia asubuhi njema yenye amani, utulivu na mafanikio katika kazi zenu za kila siku. Na katika matangazo yetu ya asubuhi ya leo tutakuletea habari muhimu zinazoendelea katika nchini na ukanda wa maziwa makuu, ikiwemo masuala ya usalama, siasa, jamii na afya na matukio mbalimbali yanaendelea kubadilika kila siku. Basi karibu tuanze kwa pamoja taarifa hii ya habari kupitia Kivu News Info, sauti ya kweli, taarifa sahihi na chanzo chako cha habari wakati wowote. Mimi ni Teloje Lulonga, na basi kama ndio ulikuwa mara kwanza nakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube, basi kabla chochote kile ningekuomba na kusiku kitu kimoja, hakikisha umesubscribe, like, comment na kushare, na kwa lugha nyingine nasema kujabone, kueme vile na kupartager, kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Basi ni haya na mengine zaidi ni katika matangazo yetu hii asubuhi ya leo, basi karibu tukupashe. Hali ya usalama endelea kuzorota katika jimbo la Ituri, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako mashambulizi makali yanadaiwa kufanywa na waasi wa ADF yamesababisha vifo vya watu wengi na maelfu ya wananchi kulazimika kuyahama makazi yao. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na shirika la kukuza na kutetea haki za watoto na wanawake ya PDF, jumla wa mashambulizi 24 yameripotiwa katika kipindi cha wiki 3 pekee ndani ya eneo la utawala wa jadi ya Babila Babombi katika wilaya ya Mambasa mkoani Ituri. Takwimu zilizotolewa na shirika hilo zinaonyesha kuwa watu wasiopungua 131 wamepoteza maisha katika mashambulizi hayo ya kikatili. Watu wengine 26 waliripotiwa kutoweka na hatima yao bado haijulikana hadi sasa, jambo linaloongeza hofu na majonzi kwa familia pamoja na jamii zilizoathirika. Mbali na vifo hivyo, PDF inasema kuwa makazi ya wananchi pia yameharibiwa kwa kiwango kikubwa. Jumla ya nyumba 27 zilichomwa moto, huku pikipiki 11 zikiteketezwa, inayosababisha hasara kubwa kwa familia nyingi ambazo zinategemea vyombo hivyo kwa shughuli zao za kila siku za kiuchumi. Mashambulizi pia yamesababisha wimbi kubwa la wakimbizi kuyakimbia makazi yao kwa kufia usalama wao. Mamia ya familia zimelazimika kutafuta hifadhi katika maeneo yanayoonekana kuwa salama zaidi, huku zikabiliwa na changamoto za ukosefu wa chakula, malazi, huduma za afya na mahitaji na maji safi. Wakazi wa eneo wanaeleza kuwa umbali wa mauaji kumekuwa pia matukio mengi ya uporaji wa mali za raia. Watu wenye silaha wamekuwa kivamia vijiji mbalimbali kupora mali za wananchi na kuacha familia nyingi katika hali ngumu ya maisha. Kutokana na hiyo, PDF imestaka mamlaka za kijeshi kuendelea na operesheni za pamoja kati ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na jeshi la Uganda UPDF dhidi ya makundi yenye silaha yanayotishia usalama wa wananchi katika eneo hilo. Tukia hiyo pia limeomba msaada wa haraka wa kibinadamu kwa maelfu ya watu waliolazimika kuyahama makazi yao, ikitizwa umuhimu wa kuwapatia chakula, dawa, malazi na huduma nyingine muhimu ili kupunguza mateso wanayoyapitia. Vile PDF imetoa wito kwa mamlaka husika na jumuiya ya kimataifa kufungua uchunguzi huru na wakina kuhusu mauaji hayo ili kubaini wahusika na kuhakikisha wanajibishwa kwa mujibu wa sheria. Wananchi wa Ituri wanaendelea kuishi katika hofu kubwa, huku wakitarajia hatua madhubuti za usalama zitakazorejesha amani na utulivu katika maeneo yaliyoathiriwa na mashambulizi hayo. Hali ya usalama katika eneo la Beni mkoani Kivu Kaskazini endelea kuzua wasiwasi mkubwa baada ya miili ya watu waliouawa katika mashambulizi jipya yaliyodaiwa kufanywa na waasi wa ADF kurejeshwa kutoka kijiji cha Bangolo karibu na Mantumbi katika wilaya ya Beni. Taarifa zawadi kutoka eneo hilo zinaeleza kuwa wakazi waliokumbwa na hali ya taruki baada ya washambuliaji wenye silaha kuvamia eneo na kuteketeza mashambulizi yaliyosababisha vifo vya raia. Baada ya tukio hilo, miili ya waathirika ilikusanywa na kurejeshwa kutoka Pangolo kuelekea maeneo ya makazi yao, huku familia nyingi zikiingia katika majonzi makubwa kutokana na kupoteza ndugu
na jamaa zao. Ingawa idadi kamili waliouawa haijathibitishwa rasmi hadi sasa, taarifa za ndani zinaonyesha kwa shambulizi hilo limeongeza orodha mashambulizi yanayoendelea kuripotiwa katika maeneo ya Beni na Mambasa, ambao kwa miaka mingi yamekuwa kikabiliwa na vitendo vya ukatili vinavyohusishwa na makundi yenye silaha, hususan ADF. Mashuhuda wa eneo wanasema kuwa baada ya shambulizi hilo wakazi wengi walikimbia vijiji vyao kwa hofu ya kushambuliwa tena. Baadhi yao lazimika kujificha porini na kuelekea katika maeneo yanayoonekana kuwa salama zaidi. Hali imeathiri shughuli za kila siku za wananchi, ikiwemo kilimo, biashara na usafiri. Kwa wakazi wa Beni na maeneo jirani, tukio linafufua makumbukumbu ya mashambulizi mengi yaliyowahi kutokea katika miaka hivi karibuni. Kila mara mashambulizi yanapotokea, jamii lazimika kuanza upya maisha yao baada ya kupoteza wapendwa wao, mali zao na vyanzo vyao vya mapato. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanaeleza kuwa eneo la Mutumbi pamoja na vijiji vinavyozungukia lina umuhimu mkubwa kwa sababu linapatikana katika ukanda unaounganisha maeneo mbalimbali ya Beni na Ituri. Kutokuwepo kwa usalama wa kudumu katika maeneo kuna wafanya raia kuendelea kuwa katika mazingira hatari, huko shughuli za maendeleo zikikwama. Shambulizi jipya limezidisha hofu miongoni mwa wakazi wa wilaya Beni na Mambasa, na katika wiki za hivi karibuni maeneo yameendelea kuripoti matukio ya mauaji, utekaji nyara, uporaji wa mali pamoja na kuchoma kwa nyumba, yanachangia kuongezeka kwa idadi ya watu wanaohama makazi yao. Wananchi wa maeneo hao wanaendelea kuwa walioathirika, wanaendelea kutoa wito kwa serikali na vikosi vya usalama kuongeza ulinzi katika vijiji vilivyo hatarini. Wengi wanaamini kuwa kuimarishwa kwa doria za kijeshi na operesheni dhidi ya makundi yenye silaha unaweza kusaidia kupunguza mashambulizi yanayowalenga raia. Mashirika ya kiraia kwa upande wake yanaendelea kuhimiza mamlaka kuchukua hatua za haraka ili kulinda maisha ya wananchi pamoja na kuhakikisha kuwa wahusika wa vitendo hivyo wanaajibishwa. Mashirika pia yanaomba msaada wa kibinadamu kwa familia zilizoathirika, hasa zile zilizopoteza wapendwa wao, huku kulazimika kuhama makazi yao kutokana na hofu ya mashambulizi zaidi. Majonzi yanaendelea kutawala katika familia zilizopokea miili ya ndugu zao kutoka Pangolo. Wananchi wengi wanasema wanatamani kuona amani ya kudumu kirejea katika maeneo ya Beni na Mambasa ili waweze kuendelea na maisha yao bila hofu ya kushambuliwa kila mara. Shambulizi jipya linaonyesha kuwa mara nyingi changamoto za kubwa za kiusalama zinazoendelea kukabili mashariki mwa nchi, huku wakazi wa maeneo yaliyoathirika wakiendelea kusubiri suluhisho la kudumu litakalorejesha utulivu na usalama katika ukanda huo. Baada ya zaidi ya mwezi mmoja kuishi umishoni kutokana na mapigano makali yaliyotikisa sehemu mbalimbali za jimbo la Kivu Kusini, wakazi wa kijiji cha Chunguti pamoja na vijiji vingine vijirani vilioko katika kundi la Ziraro wilayani Walikale wameanza kurejea taratibu katika maeneo yao ya asili. Kurejea kwa wananchi hao kunakuja baada ya kipindi kigumu walichokipitia kufuatia mapigano makubwa yaliyotokea mwezi uliopita kati ya waasi wa M23 na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC likisaidiwa na wapiganaji wa Wazalendo. Mapigano hayo yalipotoka katika maeneo kadhaa ya Kivu Kusini na kusababisha maelfu ya wananchi kuyahama makazi yao wakitafuta usalama. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani katika eneo la Ziraro, sehemu kubwa ya familia zilizorejea kwa sasa zimekimbilia katika vijiji vya kundi la Waloya Luanda wilayani Walikale katika jimbo la Kivu Kaskazini. Miongoni mwa maeneo waliopokea wakimbizi hao ni Bikiro, Busurungi na Lukaraba ambako waliishi zaidi ya mwezi mmoja huku wakisubiri hali ya usalama kuimarika katika maeneo yao ya asili. Hata hivyo hadi sasa kuna takwimu rasmi zinaonyesha idadi kamili ya familia ambazo tayari zimeanza kurejea makwao. Mamlaka husika bado hajafanya zoezi rasmi la kuhesabu watu waliorejea katika vijiji vilivyoathirika na mapigano hayo. Wakazi wanaorejea wanasema sababu kuu ya kundi la kurudi nyumbani ni utulivu ambao umeanza kuonekana katika baadhi ya vijiji na baada ya maeneo hayo kurejeshwa chini ya udhibiti wa vikosi vya serikali. Wengi wao kurejea majumbani ni hatua muhimu kwa kuanza tena kwa maisha yao baada ya wiki kadhaa za mateso na kutokuwa na uhakika wa kesho yao. Baada ya kurejea kwa sababu za kuimarika hali ya usalama, familia nyingi zilazimika kurudi kutokana na ugumu wa maisha waliokuwa wakikabiliana nao katika maeneo ya hifadhi. Baadhi yao walikuwa wakiishi katika mazingira magumu bila chakula cha kutosha, huduma za afya wala msaada wa kutosha wa kibinadamu. Licha matumaini ya kurejea nyumbani, hali inayowasubiri wananchi hao si rahisi. Wengi wamekuta nyumba zao zimeharibika, kuporwa mali wakati wa mapigano. Familia kadhaa zinaripoti kupoteza mivuno, mifugo, vifaa vya nyumbani pamoja na mali nyingine muhimu ambazo zilikuwa chanzo cha maisha yao ya kila siku.
Tatizo la ukosefu wa chakula linaendelea kuwa changamoto kubwa kwa wananchi waliorejea. Wengi wao wana akiba ya chakula wala uwezo wa kuanza tena shughuli za kilimo kwa haraka kutokana na madhara yaliyosababishwa na vita. Changamoto nyingine inayozidi kuwatia wasiwasi wa kazi yao ni upatikanaji wa huduma za afya. Vituo kadhaa vya afya vilikuwa vikitoa huduma katika eneo hilo havijaanza kufanya kazi kikamilifu baada ya kuasiriwa na mapigano. Hali hiyo inawaweka katika hatari kubwa wanawake wajawazito, watoto na wagonjwa wanahitaji matibabu ya haraka. Katika mazingira hayo, wananchi waliorejea wanatoa wito kwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na mashirika ya misaada ya kibinadamu kuingilia kati haraka. Wanahitaji msaada wa chakula, dawa, vifaa vya nyumbani, huduma za afya pamoja na miradi ya kuwasaidia kurejenga maisha upya. Kwa sasa matumaini yanaanza kurejea katika vijiji vya Ziralo, familia zikijaribu kujenga upya maisha, ingawa changamoto za kibinadamu na kiusalama bado zinaendelea kuhitaji umakini wa mamlaka na washirika wa maendeleo. Wakazi wa kijiji cha Mkera kilichopo katika kundi la Basimukuma Kusini katika sekta Mtambala wilayani Fizi mkoani Kivu Kusini walijikuta katika hali ya hofu na taruki kubwa siku ya Ijumaa tarehe 29 Mei baada ya mwanajeshi mmoja wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC kutoka kikosi cha Gepare kudaiwa kufyatua risasi ovyo kwa zaidi ya saa moja ndani ya eneo hilo. Kwa mujibu wa taarifa kutoka vyanzo vya ndani, tukio lilianza majira saa 10 jioni na kuendelea hadi saa 11:03. Mashuhuda anasema milio ya risasi ilisikika katika maeneo mbalimbali ya Mkera na kusababisha wakazi wengi kukimbia ovyo wakitafuta mahali pa kujificha ili kuokoa maisha yao. Vyanzo vinaeleza kuwa mwanajeshi huyo alionekana kuwa katika hali inayodhaniwa kuwa ya ulevi wakati akifanya kitendo hicho. Hata hivyo, mamlaka za kijeshi bado hajatoa taarifa rasmi kuhusu mazingira halisi yaliyosababisha tukio hilo wala kudhibitisha hali aliyokuwa nayo askari huyo wakati wa tukio hilo. Katika vurugu hizo, kijana mmoja mwenye umri wa takriban miaka 21 alijeruhiwa baada ya kupigwa risasi mguuni. Wakazi wa eneo hilo walisaidia kwa haraka na kumfikisha kwenye kituo cha afya kwa ajili ya kupata matibabu. Ila hadi sasa hali yake inaelezwa kuwa inaendelea kufuatiliwa na wahudumu wa afya. Tukio hilo limeibua hofu kubwa miongoni mwa wakazi wa Mkera ambao walazimika kusitisha shughuli zao zote za kila siku. Biashara nyingi zilifungwa ghafla, huku wafanyabiashara na wateja wakimbia maeneo ya soko kutokana na hofu ya kuasiliwa na risasi zilizokuwa zikifyatuliwa. Mbali na biashara, shughuli za uchimbaji madini ambazo ni chanzo kikuu cha mapato kwa wakazi wengi wa eneo hilo pia zilisimama kwa muda. Wachimbaji na wafanyakazi wengine walikimbia maeneo ya kazi wakihofia usalama wao, huku hali ikisababisha hasara za kiuchumi na kwa wananchi wa eneo hilo. Mashuhuda wanasema kuwa kwa muda wote wa tukio hilo wananchi walikuwa katika hali ya sitofahamu, wakihofia kwamba huenda kulikuwa na mashambulizi makubwa au mapigano yaliokuwa yameanza ndani ya eneo hilo. Wanajifungia majumbani mwao, huku wengine wakikimbia katika vijiji jirani wakitafuta usalama. Baada ya muda, wanajeshi wenzake kutoka kikosi hicho cha Gepare waliingia kati na kufanikiwa kumdhibiti askari huyo. Taarifa zinaeleza kuwa walikamatwa mara moja ili kuzuia madhara zaidi ambayo yangetokana na kitendo chake. Kukamatwa kwake kumepokelewa na matumaini. Kuna sehemu ya wananchi ambao walikuwa wakitaka hatua za haraka zichukuliwe ili kurejesha utulivu katika eneo hilo. Hata hivyo, wakazi wengi bado wanaendelea kuonyesha wasiwasi kuhusu usalama wao na namna matukio aina hiyo yanavyoweza kujirudilia katika siku zijazo. Mashirika ya kiraia na viongozi wa kijamii katika eneo la Mkera wamelahani vikali tukio hilo. Wameeleza kwa kitendo cha kutumia silaha dhidi ya raia kuwatia hofu wananchi ni kinyume cha maadili ya kijeshi na haki ya kibinadamu. Kwa mujibu wa wakilishi wa asasi za kiraia, tukio hilo linaonyesha umuhimu wa kuimarisha nidhamu ndani ya vikosi vya usalama pamoja na kuongeza ufuatiliaji wa mwenendo wa wanajeshi wanaopokelewa katika maeneo yenye raia wengi. Mashirika yamezitaka mamlaka za kijeshi kufanya uchunguzi wa kina ili kubaini mazingira yote yaliyopelekea tukio hilo na kuhakikisha kuwa sheria inachukuliwa mkondo wa kesi yote anayebainika kuwa na hatia. Yameomba hatua ichukuliwe ili kuimarisha uhusiano kati ya jeshi na wananchi, hasa katika maeneo ambayo bado yanakabiliana na changamoto za kiusalama. Kwa mujibu wa viongozi wa kiraia, wananchi wanahitaji kujisikia salama wanapoona vikosi vya ulinzi katika maeneo yao na si kuishi kwa hofu. Wananchi sasa wanasubiri hatua rasmi kutoka kwa mamlaka za kijeshi, huku wakitumaini kwa tukio hilo litakuwa funzo la kuimarisha nidhamu ndani ya jeshi na kuzuia matukio kama hayo kutokea tena katika siku zijazo.
Hali ya usalama katika mji wa Baraka mkoani Kivu Kusini endelea kuzua wasiwasi mkubwa miongoni mwa wananchi baada ya matukio mapya mauaji na mashambulizi ya watu wenye silaha kuripotiwa katika maeneo mbalimbali ya mji huo. Tukio la hivi karibuni limetokea usiku wa kwa Alhamisi tarehe 28 Mei majira saa 2 usiku ambako mwanaume mmoja mwenye umri wa takriban miaka 60 anajulikana kwa jina la Kinga alipigwa risasi na kuuawa nyumbani kwake katika kitongoji cha Moma Kibi ndani ya munisipaa ya Baraka Centre. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa viongozi wa vijana wa mji huo, watu wenye silaha waliingia katika eneo hilo na kutekeleza shambulizi kusababisha kifo cha Kinga ambaye alikuwa baba wa familia na mkazi anayefahamika vyema katika jamii yake. Kifo chake kimeacha huzuni kubwa kwa familia, majirani na wananchi wa Baraka ambao wanaendelea kushuhudia kuongezeka kwa matukio ukosefu wa usalama. Akizungumza katika mahojiano na vyombo vya habari, rais wa baraza la vijana mjini Baraka Bwana Degole Malembe Wekubu amelaani vikali mauaji yao pamoja na matukio mengine ya mashambulizi yalitokea katika usiku huo. Amesema kwa vitendo hivyo ni vya kinyama na haviwezi kuvumiliwa katika jamii na tamani kuishi kwa amani. Kwa mujibu wa Bwana Degole Malembe, watu wawili walilengwa na mashambulizi ya risasi katika usiku wa Alhamisi na Ijumaa. Mtu wa kwanza ni Kinga ambaye alipoteza maisha papo hapo ndani ya nyumba yake baada ya kushambuliwa na watu wenye silaha waliovalia sare za kijeshi ambazo hawakuweza kutambuliwa mara moja. Mwasiri wa pili ni mwanaume anayejulikana kwa jina la Monga Ulemwene Delvo maarufu kwa jina la Madilu. Taarifa zinaweza kuwa alipigwa risasi na kurejewa vibaya katika mkono wake wa kulia. Kutokana na hali yake alikimbizwa haraka katika hospitali ya Paradiso ambako anaendelea kupatiwa matibabu. Tukio limeongeza hofu kubwa miongoni mwa wakazi wa Baraka ambao kwa miezi hivi karibuni wamekuwa kikumbwa na matukio ya mauaji ya kulengwa, uporaji wa kutumia silaha pamoja na vitisho vya mara kwa mara kutoka kwa watu wasiojulikana. Katika maeneo mengine yanayohusiana na tukio hilo, viongozi wa vijana walidai kuwa mtu mmoja anayeshukiwa kuwa mwanachama kundi cha wazalendo anahusishwa na mauaji ya Kinga alikamatwa na wananchi wenye hasira muda mfupi baada ya tukio hilo. Kwa mujibu wa taarifa hizo, mtuhumiwa huyo alishambuliwa na umati wa watu na kufariki dunia kabla ya kufikishwa kwa vyombo vya sheria. Tukio linaonyesha kiwango kikubwa cha hasira na kuchoshwa kwa wananchi kutokana na kuendelea kwa matukio ukosefu wa usalama katika mji huo. Hata hivyo, baadhi ya viongozi wa kijamii wanasisitiza umuhimu wa kuheshimu sheria na kuruhusu vyombo vya dola kufanya kazi ili kubaini haki tendeke kwa njia inayostahili. Maitre Degole Malembe ametoa wito kwa mamlaka za kiraia na kijeshi kuchukua hatua za haraka kabla hali haijawa mbaya zaidi. Amesema kwa wananchi wanahitaji kuona uwepo wa kutosha kwa vikosi vya usalama pamoja na mikakati madhubuti ya kuzuia mashambulizi yanayoendelea kutokea katika nyakati za usiku. Upande wake kiongozi wa kitongoji cha Kibonjwa Ilenge Kiocha Alphonse amesema kuwa hali ya usalama katika mji wa Baraka inaendelea kuzorota siku hadi siku. Amebainisha kuwa katika wiki za hivi karibuni kumekuwa na matukio kadhaa ya mauaji ya kulengwa, wizi wa kutumia silaha pamoja na mashambulizi dhidi ya raia. Ameongeza hata katika eneo la analoliongoza kijana mmoja alijeruhiwa na watu wenye silaha waliovalia mavazi ya kijeshi, jambo linaonyesha kuwa vitendo vya uhalifu vinaendelea kuenea katika vitongoji mbalimbali vya mji huo. Wakati huo baraza la vijana mjini Baraka limetangaza mpango wa kuandaa mkutano mkubwa unaokutanisha wawakilishi wa vijana kutoka mitaa na vitongoji mbalimbali vya mji huo. Lengo la mkutano ni kujadili hali ya usalama na kutafuta njia ambazo vijana wanaweza kushiriki katika juhudi za kurejesha amani na utulivu. Ametimisha ujumbe wake Bwana Degole Malembe amewataka vijana wa Baraka kuwa macho kwa kushirikiana na vyombo vya usalama kwa kutoa taarifa za haraka kuhusu matukio yote yanayoweza kuhatarisha usalama wa jamii. Huku uchunguzi ukiendelea kuhusu mauaji ya Kinga na mashambulizi mengine yaliyotokea usiku huo, wananchi wa Baraka wanaendelea kuishi katika ile tahadhari wakitarajia hatua madhubuti zitakazorejesha amani na usalama katika mji wao. Taarifa mpya zinazosambaa katika eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zinaeleza kuwa William Amuria Kutumba anajulikana kama mratibu wa wazalendo ndiye kiongozi pekee anatambuliwa kuwasilisha maombi ya pamoja ya makundi yao ya ulinzi katika masuala ya kijeshi. Kwa mujibu wa taarifa ya Kutumba, anatajwa kuwa mtu wakati anayepaswa kupokea na kusimamia maombi yote yanahusu risasi, dawa, vifaa vya kijeshi na msaada mwingine unaohitajika kwa wazalendo, ambako viongozi wengine wa makundi wanapaswa kupitia kwake ili kuratibu mawasiliano rasmi.
Taarifa zinaongeza kwa jukumu lake linahusisha kuharakisha utaratibu wa makundi mbalimbali ya wazalendo wanaofanya kazi katika maeneo tofauti ya Kivu Kusini ili kuhakikisha kuna uratibu moja wa mawasiliano na uongozi. Ndio katika mazungumzo ya awali ya amani yaliyofanyika katika baadhi ya makundi ya amani ya jamii ya Banyamulenge na viongozi wa wazalendo, jina la Yakutumba limekuwa likitajwa kama mtu muhimu wa mawasiliano na uamuzi katika upande wa wazalendo. C'est pas pour rien, comme on venait de le dire, que communauté ya Banyamulenge ilisema hawataki amani ya kutoka kwa Mungu, hawapendi amani ya kutoka makomunauté zingine, mais wanapenda amani ya kutoka kwa nani? Kwa Yakutumba. Pourquoi? Puisque Mufizi yote mzima, même à Kinshasa, quand on parle de VDP, Muvira, on voit William Yakutumba. Mabambile zote zenye bakani bengine wako wanafanya ça était toujours sur sa net. Biote binakuwaka kutito yake. Kumweli hatue nefasi tunapovyaka kuona mavdv. Sawa wanaweza pia omba vitu. Tunasema balishaka mwenome coordonnateur. Kwetu kisoda kinakuwaka structuré, kinakuwaka na ordre. Si vous avez besoin de vivre ya chakula, ya madawa, ya munitions, vous n'avez qu'à s'adresser kwa nani? Kwa coordonnateur, puisque kesho hii munition kwa tunawapatia yeto tutauliza baba tupataka munition if. Et les gens nous disent quoi? Ule ni commandant namuna yake, kila mtu iko right. Iko kila mtu iko na namuna yake. Amba? C'est comme ça. Na bila kama kila mtu iko chef namuna yake. Kila mtu iko general namuna yake. Na wewe unakwenda nitatosha kwangu. Kama unapenda kitu, wewe ujadelese kwake, ataandika. Tusi hatutaweza kupatia kila chef general maliki. Haiko tena kusunda. Hapa kwetu 33e region militaire, mtu mwenye anapaliwa kulomba munition kwa etat major general ni Momoya. Ni General Dunia anaandika banatumana. Akisha tumana munition hapa kama iko kwangu. Mtu mmoja mwenye napaswa patia munition hapa ni William. Anakuya anaandika, mimi naomba order kwa chef yangu pana. Hapana kila mtu mkuya mnyumba yangu kwangu aseme na mimi nipa munition, na mimi nipa mabunuki, na mimi niko hivi. Sasa ndio mpa. Na ndio maana mnasikia wanatushtaki kama au tunapatia munition. C'est pas ce qu'on ne veut pas donner à tout le monde. On ne peut pas donner à tout le monde des risques que bila vitu disco c'est quoi contrôler. Na wakati ya kubiuliza tuyue mtu gani mwenye anapewa vile vitu na namna gani naye kule chini ana. Waziri wa Jumuishi wa Haji wa kikanda wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Floribert Anzuruni amewasili siku ya Ijumaa mjini Bujumbura nchini Burundi kwa ziara ya kikazi yenye lengo la kuimarisha ushirikiano wa nchi mbili kati ya DRC na Burundi pamoja na kujadili masuala ya ushirikiano ndani ya Jumuiya ya Kimataifa ya Ukanda wa Maziwa Makuu. Kwa mujibu wa kitengo cha mawasiliano cha wizara hiyo, ziara ya waziri Anzuruni inalenga kufanya mazungumzo ya kina na viongozi wa serikali ya Burundi kuhusu masuala muhimu ya ujumuishaji wa kikanda. Usimamizi wa migogoro unaendelea katika ukanda huo pamoja na mikakati ya kuimarisha amani ya kudumu katika eneo la Maziwa Makuu. Taarifa inaeleza kwa katika mikutano yake waziri wa Kongo anatarajiwa kujadiliana na viongozi wa Burundi kuhusu miradi mbalimbali ya ushirikiano wa kikanda ikiwemo namna nchi hizo mbili zinazoweza kushirikiana kwa karibu zaidi katika sekta ya usalama, uchumi, biashara na uhamiaji wa wananchi. Mazungumzo pia yanajikita katika tathmini ya hali ya usalama mashariki mwa Kongo, eneo ambalo kwa muda mrefu limekuwa likikabiliwa na changamoto za kuwepo kwa makundi yenye silaha pamoja na athari zake katika utulivu wa ukanda mzima wa Maziwa Makuu. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, waziri Anzuruni na viongozi wa Burundi wanapitia juhudi za pamoja za kikanda zinazolenga kukabiliana na changamoto za kiusalama zinazoendelea hususan katika maeneo ya mpakani kati ya nchi hizo mbili na maeneo mengine yaliyoathiriwa na migogoro ya silaha. Miongoni mwa ajenda muhimu za mazungumzo ni namna kuimarisha mifumo ya ushirikiano wa kijeshi na kiusalama, kubadilishana taarifa za kiteknolojia pamoja na kuendeleza operesheni za pamoja zinazolenga kupunguza vitendo vya uasi na uvunjifu wa amani katika ukanda wa Maziwa Makuu. Mkutano unatarajiwa kugusa nafasi ya Jumuiya ya Kimataifa ya Ukanda wa Maziwa Makuu katika kuratibu juhudi za amani, usalama na maendeleo ya kiuchumi kati ya nchi wanachama wake. Sirjele imekuwa moja ya majukwaa muhimu yanayotumika katika kushughulikia migogoro ya kikanda na kuhimiza ushirikiano wa mataifa ya eneo hilo.
Wizara ya ujamusi wa kikanda wa Jamhuri ya Kidemokrasia inaeleza kuwa ziara hiyo ni sehemu ya juhudi za serikali ya Kinshasa za kuimarisha diplomasia na kikanda ili kuhakikisha kuwa nchi jirani zinaendelea kushirikiana katika kutafuta suluhisho la kudumu la changamoto za usalama zinazoathiri raia wa kawaida. Kwa upande wake, Burundi inatarajiwa kuwasilisha maoni yake kuhusu hali ya usalama katika eneo hilo na mchango wake katika juhudi za pamoja za kurejesha utulivu, hasa katika maeneo ya mipaka ambayo mara kwa mara yamekuwa kikumbwa na mivutano na mizunguko wa vikundi vyenye silaha. Ziara hii ya Waziri Floribert Anzuri inakuja katika kipindi ambacho ukanda wa maziwa makuu unaendelea kukabiliana na changamoto za kiusalama, lakini pia juhudi mbalimbali za diplomasia zinazoendelea kuimarisha ili kuhakikisha amani ya kudumu inapatikana. Wachambuzi wa masuala ya kikanda wanasema kwa mazungumzo ya aina hii kati ya DRC na Burundi ni muhimu sana katika kuimarisha uhusiano wa mataifa hayo mawili na kupunguza migogoro inaweza kuathiri usalama wa raia katika eneo lote la maziwa makuu. Waziri wa nchi anashughulikia mambo ya nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambaye yuko katika ziara yake ya kikazi mjini Dilbeirande alishiriki tukio la kukumbukumbu siku ya Ijumaa kwa kuweka shada la maua katika heshima raia wa Kongo waliouawa katika nchi hiyo. Kwa mujibu wa taarifa rasmi kutoka Wizara ya Mambo ya Nje ya DRC, tukio lilifanyika tarehe 28 Mei katika eneo la 12 Ari Street North City, mahali ambapo tukio la kusitisha litokea na kusababisha kifo cha bwana Yves Sakila, raia wa Kongo aliyeuawa aliyekuwa akiishi huko Dilban. Waziri huyo Bi Teresa Kaikwamba Wagner alifika katika eneo la tukio akiwa katika hali ya majonzi na heshima kubwa, ambako alifanya kitendo cha kuweka shada la maua kama ishara kumbukumbu ya heshima kwa marehemu. Pia alisimama kwa muda kwa kimya cha tafakari, akionyesha mshikamano wa serikali ya DRC na familia za marehemu pamoja na jumuiya wa Kongo wanaoishi nchini Irlande. Katika ujumbe wake, waziri alieleza kuwa masikitiko yake makubwa ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutokana na tukio hilo la kusikitisha, akisisitiza kuwa serikali itaendelea kufuatilia kwa karibu mazingira ya kifo cha raia huyo na kuhakikisha haki inapatikana. Taarifa ya Wizara ya Mambo ya Nje inaeleza kuwa hatua hiyo ni sehemu ya dhamira ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kulinda raia wake walioko nje ya nchi pamoja na kuhakikisha kuwa wanapewa msaada wa kidiplomasia na kisheria wanapokumbana na matatizo katika nchi za kigeni. Wakati wa tukio hilo, Waziri Kaikwamba Wagner pia alikutana na baadhi ya viongozi wa jumuiya wa Kongo wanaoishi Irlande ambao wanaeleza masitiko yao juu ya kifo cha mwenzao na kuomba serikali ya Kongo iendelee kushirikiana na mamlaka za Irlande katika uchunguzi wa tukio hilo. Waziri alisisitiza umuhimu wa mshikamano kati ya serikali na diaspora ya Kongo, akieleza kuwa Kongo wanaishi katika nchi nje ya nchi ni sehemu muhimu ya taifa na wanapaswa kulindwa na kuungwa mkono katika hali kama hii. Kwa upande wake, jamii ya Kongo wanaishi Irlanda wamepokea kwa shukrani hatua hiyo ya serikali, ikisema kuwa uwepo wa waziri katika eneo hilo la tukio ni ishara ya huruma, heshima na uzito unaotolewa na kwa maisha ya raia wa Kongo wote waliopo duniani. Swala linakuja wakati ambako uchunguzi kuhusu kifo cha Yves Sakila unaendelea nchini Irlande, huku mamlaka za nchi hiyo zikitarajiwa kutoa taarifa zaidi kuhusu mazingira halisi ya tukio hilo. Wizara ya Mambo ya Nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia imesisitiza kuwa itaendelea kufuatilia kwa karibu maendeleo ya uchunguzi huo na kuhakikisha haki ya marehemu na familia yake inapatikana kwa mujibu wa sheria. Na ni hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya asubuhi ya leo kwa tarehe 13 Mei mwaka 2026 kupitia Kivu News Info. Basi tunashukuru sana kwa kuwa pamoja nasi katika kipindi hiki na kwa kutupatia muda wenu wa kutusikiliza. Basi tunaendelea kuwasihi muendelee kuchukua tahadhari katika shughuli zenu za kila siku, mzingatie amani, usalama na mshikamano katika jamii zetu. Hii ni Kivu News Info, kila siku tunaendelea kuletea matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na mimi ni Teloge Lulonga. Na basi kama ndio ulikuwa mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube, basi kabla ya kuondoka ningekuomba na kusifu kitu kimoja: hakikisha umesubscribe, like, comment na kushare, na kwa lugha unasema kujabone, kueme vile na kupartager, kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Na basi kama taruta kama umeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Nia na mazungumzo kila siku tunakuletea habari zenye kuaminika tena kwa muda mwafaka. Basi tunaendelea kutuandikia na ukatujuza unatusikiliza kwa sehemu gani, na uende ukatuambia maoni yako aiza mapendekezo yako. Basi acha niendelee kutakia asubuhi njema yenye mafanikio tena, na kwa tena tutakutane baadaye katika matangazo yetu mengine kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Basi baki salama, bye bye na chau. Skrini zetu zinaweza kuunganisha au kugawa. Leo hii taarifa nyingi husambaa bila kuthibitishwa kwenye mitandao ya kijamii.
Uvumi, habari za uongo na maneno ya chuki vinaharibu uaminifu na kudhoofisha jamii zetu. Kabla ya kushiriki, jiulize swali rahisi: je, taarifa hii ni ya ukweli? Tuthibitishe vyanzo, tukatae upotoshaji, tuseme hapana kwa taarifa za uongo. Skrini zetu zinapaswa kuwa madaraja na si silaha. Kivu News Info inakuita kuwa na uwajibikaji wa kidijitali. Pamoja tuchague umoja, ukweli na amani. Ujumbe huu umetolewa na kuzanishwa na Wizara ya Ulaya ya Mambo ya Nje kwa kushirikiana na Search for Common Grounds.